Okay, mambo vipi? Naamini kabisa uko vizuri sana. Once again, karibu sana bana. Tuzungumzie mambo kadha yanayoendelea katika mpira wetu, na ukiniona hapa ujue tunazungumza mpira kwa lugha nyepesi sana. Sasa kikosi cha Young Africans kimeanza safari hii leo kuelekea mashabiki, by the way, kuelekea pale Tanga ambapo timu yao ya Young Africans yenyewe imeshafika kule Tanga kwa ajili ya mchezo wao dhidi ya JKT Tanzania, na huu mchezo utapigwa siku ya hiyo kesho. Ni moja kati ya mchezo mgumu sana ambao Young Africans wako nao, na wao Young Africans jana mara baada ya kufika mazoezi yakaendelea, na moja kati ya kitu ambacho nadhani kinaweza kikawa kinawapa moyo wa kupambana na hali nzuri mashabiki wa kikosi ya Young Africans ni mara baada ya taarifa ya kwamba Aucho amepona. Na jana kwa wale ambao wameona video mbalimbali, alikuwa sehemu ya wachezaji ambao jana wamefanya mazoezi uwanjani wakielekea mchezo huo dhidi ya kikosi ya JKT Tanzania. Amefanya mazoezi yake vizuri sana kusema kwamba anaweza akawa kwenye sehemu ya kikosi ambacho mwalimu ataamua kukitumia siku ya hiyo kesho dhidi ya JKT Tanzania. Lakini ukiachana na Aucho, mchezaji ambaye kusema la ukweli kwa siku ambazo alikuwa anakosekana, mashabiki wa Young Africans walikuwa wanaonekana kuwa na uoga, kwa sababu ni miongoni mwa wachezaji ambao lile eneo la katikati amekuwa akilifanya vizuri. Once ukiwa na Aucho akiwa kwenye peak level yake, kwa maana kile kiwango chake ambacho tunamjua nacho, tunaamini kabisa kwamba kila kitu kinaenda vizuri na utaweza kuona kila ambacho kila moja anakihitaji kutoka kwake. Ni one of the best, hata mimi mwenyewe namkubali. Lakini mchezaji mwingine ambaye mara nyingi amekuwa akicheza hususan kwenye games zinazohitaji matokeo, anawapa wana Young Africans wanachokihitaji, basi ni mchezaji Pacome Zouzoua ambaye alikosekana kwenye mechi kadhaa. Sasa taarifa iliyo nzuri ni kwamba mchezaji huyu amepona, yuko vizuri, yuko tayari kwa ajili ya kuwapa wana Young Africans furaha na raha zinazohitajika kuelekea katika mchezo huo ambao utapigwa siku ya kesho. So na yeye alikuwa sehemu ya wachezaji ambao walifanya mazoezi. Sasa ukiachana na ile eneo la mashabiki kufanya wachezaji kufika salama na haya mambo mengine yote, speaking of mashabiki, Young Africans wamefanya jambo moja kubwa sana, na kwangu mimi haya yote naendelea kuyaona kama revolution na kuonesha kwamba kuna connection between wachezaji between team pamoja na mashabiki wa timu yenyewe. Young Africans waliandaa tuseme kama mpango wa kusafirisha Costa 50 kutoka Dar es Salaam. Costa 50. Inasemekana kwamba Costa moja inaweza kuchukua watu wengi sana. I don't know, mimi sijafanya kazi kwenye Costa, so sina details. So 50. Kwa haraka tuseme labda Costa inachukua watu 20. Tuseme kwa haraka 20. So ukichukua 50 mara 20, maana yake unaweza ukawa unaona aina ya watu ambao Young Africans wanawasafirisha kuelekea pale Tanga. Maana yake wanaenda kuifanya hii isiende kuwa mechi ya kawaida, wanaifanya iwe mechi ngumu na nzuri na tamu zaidi kutazama. Maana yake Young Africans wanasafirisha watu 1000 kutoka Dar es Salaam kuelekea Tanga. Hiko ni kitu kikubwa sana, na watu wamelipa, wametoa fedha zao kwa ajili ya kwenda kule. Mwisho siku maana yake wanachokihitaji ni furaha. Na safari ya wao kuelekea Tanga imeanzia pale makao makuu ya Yanga Dar es Salaam, na kuna baadhi ya vitu ambavyo nimeviona ambavyo ni vizuri kibiashara na vingine ni yale ya kuchechemza, tuseme hivyo, ni uchechemzi, kwa sababu kuna baadhi ya mabasi makosta ya Young Africans yalionekana yakiwa na yale maneno ya hatuchezi. Na ukisikia hatuchezi, maana yake wanaozungumzia mchezo wa Young Africans pamoja na Simba Sports Club ambao umeshapangiwa tarehe Juni 15 mwaka 2025. Na Young Africans kwenye hii wameendelea kuonyesha kwamba wao hawatocheza huo mchezo na hawatoambiwa kitu chochote. Wanachokijua ni kwamba wao mchezo wao ulikuwa inabidi upigwe
tarehe 8 ya mwezi wa 4 ya mwaka 2025, unapowapangia tarehe nyingine bila kutoa ufafanuzi, kwa wanaona kama unachezea akili zao na hawatakuwa tayari kwa ajili ya kukusikiliza kwa sababu umevunja taratibu na sheria. Ndivyo ambavyo Young Africans walivyo. So unaona yale makosta ambayo yanaelekea Tanga mengi yalikuwa na hizo logo za tucheze na vitu kama hivyo, kitu ambacho kwangu mimi nadhani ni kitu ambacho wameshakiamua wanakifanya na hawatokiacha. Na ukiendelea kufanya kampeni ya tucheze, maana yake unaendelea kuwa pressurize viongozi. Hata kama watapiga moyo konde, unajua kuna zile kupiga moyo konde like basi bwana acha tukacheze, unaweza jua zile. Lakini ukishaona kwamba imeshakuwa sasa ni slogan ya taifa, imagine wakati hii sakata la Simba na Berkane linaendelea juu ya uwanja, ulianza kusikia hata mashabiki wa Simba wanaanza kusema hii ni Hatuchezi International. Maana yake ni kwamba project Hatuchezi imeingia kwenye vichwa vya watu kwa haraka sana na wameishikilia hivi. So itakuwa ni ngumu sana kubadilisha watu na waelewe kwamba sasa umeamua kubadilisha hiko na kuna namna nyingine ambayo mnabidi mfanye. So iko ni kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili ni kuwapongeza Young Africans. Kusema la ukweli, mimi nimekuwa nikipenda the way ambavyo Young Africans wanavyoenda situation zao, na Young Africans wamekataa ukawaida. Leganes yani wao wanataka tukio lao liwe ni kubwa. Young Africans hawajawahi kutaka tukio liwe dogo, na Young Africans ndio watu peke yake ambao wanaweza kukwambia kitu hiki sasa hivi ni kibaya, alafu akarejea baadaye akakwambia kitu hiki ni kizuri. Ni watu ambao hawataki ukawaida hata kidogo. So kwenye kuonesha kwamba hii nusu finali wanaitaka na finali wanaitaka, unaweza ona the way ambavyo wameorganize kitu kikubwa. Sasa kibiashara ndio iko niko nakwambia, ukiangalia yale mabasi mengine ana stickers GSM Arsenal, that's a business. Maana huyo mtu anayefanya biashara na Young Africans anapata privilege kubwa, kwa sababu Yanga ni watu wa matukio. Wakitoka tukio hili wanaanzisha tukio hili, hawataki kupoa hata. So kwenye hili lazima tuwapongeze viongozi wa kikosi cha Young Africans pamoja na watu ambao wapo kwenye creativity team. Kusema la kweli wanajitoa. Lakini pili, wanatengeneza utamaduni mwingine kwa mashabiki wawe karibu na kikosi cha Young Africans, kwa sababu ukiwa shabiki wa Young Africans alafu hizi zote zinakupita, my friend, kuna sehemu ambayo inabidi tukuulize, kwani wewe ndugu yangu unaishabikia Yanga ya wapi? Labda sije ikawa ni Yanga ya Zambia alafu sisi hatujui. So unaweza kuona kwamba kusema la kweli watu wanajitoa na inabidi hata wana Young Africans ninyi wenyewe mjifunze kujitoa hivyo, usibaki nyuma. Angalizo ni moja, wala ambao mnaenda Tanga, endesheni kwa utaratibu, kwa sababu mwisho wa siku mmebeba roho za watu na mmebeba watu. Msije mkajisahau mkaleta sintofahamu na nchi sasa ikaanza kulia vilio ambavyo hatukutamani viwe hivyo. Mimi nashukuru sana, ni hayo tu kwa sasa. Nitaka tupige story kidogo kuhusu Young Africans. And bye bye.